Bwana, mambo vipi? Mimi naitwa Beka Beme kutoka Azam FC TV na leo niko kwenye exclusive na my brother, mtu wetu wa karibu kabisa, Lusajo Mwaikenda. Usisahau, hii ni season ambayo ni sikukuu, tuna Christmas hapa mbele, tuna mwaka mpya hapa mbele, so niko naye hapa kwenye meza, tutaongea vitu vyote na utavisikiliza kutoka kwake yeye. Bwana, mambo vipi kakaangu? Kama kawa. Uko fresh? Tuko poa. Hivi kwa mtu ambaye hakujui, Lusajo ni mtoto wangapi kwenye familia ya watu wangapi? Lusajo Mwaikenda ni mtoto wa 7 kwenye familia ya watoto 8. Na tumezaliwa 8 katika familia yetu, lakini kwa sasa hivi tumebaki watoto 7. Mdogo wangu wa mwisho tulimpoteza 2017. Kwa hiyo ni mtoto wa 7 kwenye familia ya watoto 8. Okay, pole sana kumpoteza mdogo wako. Sajo amesomea wapi na shuleni kiutoto zamani alikuwa anashika namba ngapi? Yaani Sajo shule yake kaipiga wapi na shuleni alikuwa anashika namba ngapi? Tukianza kwenye hizi elimu za chini. Nimesoma Bugo Kisiwani. Okay. Kutoka darasa la kwanza mpaka la 7. Nikafaulu kwenye elimu ya O level, nikachaguliwa kwenye shule ya Goba Mpakani. Goba. Nimesoma pale miaka 4, nikaondoka na division yangu ambayo sio nzuri sana, haikuniwezesha tena kuendelea kwenye masomo yanayofuata, lakini ni division kidogo nzuri, 427. 427. Fulani ya kuombea kazi zile ya kutia naye. Okay. Kwa mtu ambaye amjui Sajo ni mtu aina gani? Kwa mtu ambaye anamuona tu lesi amuona tu uwanjani, hajakupata muda wa kumsikia vizuri, Sajo ni mtu aina gani? Sajo ni mtu ana tabia za aina gani? Kwanza ni kijana mstaarabu sana, na ni kijana mpole, na ni kijana anayependa kujichanganya na jamii na kujichanganya na watu wa rika zote, ili mradi kuweza kuokota chochote ambacho kitakachomsaidia kuendesha maisha yake. Na pia ni mtu ambaye anashaurika, ni mtu wa design. Ni mtu ambaye anaelezeka vizuri, anasikiliza. Ni mtu anasikiliza. Tabia za utotoni, kila mtu anakuwa utotoni na tabia zake. Nipe tabia 3 ama 4 za kuwa za utotoni ambazo ukizikumbuka mpaka leo unaweza kuwa unacheka ama ukampigia mshikaji wako uliosoma naye. Hivi unakumbuka tukio hili? Tabia za utotoni, nikizungumzia tabia za utotoni, ni tabia tu kama ni za watoto wengine, kupenda kucheza, kupenda kuzurula, na muda mwingi kuna kipindi cha utotoni ambacho ulikopo mtu unaweza kuondoka toka asubuhi. Yaani ukinywa tu chai usionekane tena mpaka jioni. Kwa hiyo unaweza ukarudi jioni, mama akakukamata akakutandika. Maisha mengine nini? Ukachezea fimbo zako kadhaa. Kesho tena utasahau, kesho kutwa utakaa tena. Siku inayokuja tena unaanza tena mchezo ule ule. Nataka uniambie ile moment ambayo unaona kabisa kuna jirani mtoto wake kanuliwa nguo, kwao kunanukia, unajua sasa kuna kitu leo kinapikwa pale, lakini ukija wewe kwako hauna nguo kwanza za kutokea ile sikukuu kama watoto, lakini pia hauna uhakika na kama mchana kutatoka kama kile kinachotoka kwa jirani. Hii moment ilikuwa ni moment aina gani? Ilikuwa inakudisappoint, ilikuwa inakunyong'onyesha, ama ulikuwa unaiamuaje ili sikukuu na wewe uwe kwenye sikukuu? Kama mtoto ulikuwepo unatamani uvae ule, na hususani kwa sikukuu, mtoto mdogo usipomlisha pilau anaona ni sikukuu bado haijaenda, na asipovaa nguo mpya, yani nguo mpya sio umvalishe nguo za zamani nzuri, anahitaji nguo mpya. Kwa hiyo mimi pia nilikuwepo hivyo, lakini ilikuwepo hivyo kwenye baadhi ya moments ambazo nilivyoendelea kukua, nilikuwepo kuna mazingira fulani ninaelewa ambayo nyumbani yalikuwepo yakitokea. Kwa hiyo nilililia kwa nyakati chache sana, na nilitamani kula pilau, kula kitu kizuri sikukuu kwa nyakati chache, lakini kuona nyumba ya jirani inanukia nyumbani kwenu, mnaona kabisa hapa dalili ninazoziona hapa apecha lolo, kuna maji ya ugali yanaweza yakainjikwa hapa. Kwa hiyo ni unaona kabisa hii hapa sio kitu bomba. Alafu pia na mama pia alikopo ni mtu ambaye hahitaji mtoto wake yale kwa watu. Kwa hiyo unaona kabisa hapa ni nini ningechichimia hapa kwa mzee Selemani hapa. Kwa maana kuna nyumba hapa ya pili kuna mzee anaitwa mzee Selemani. Kwa hiyo ningechichimia hapa kidogo, ningepiga hata kidogo pilau langu, lakini mama yangu hapendi mimi nile kwa watu. Kwa hiyo mnagugumia na hicho chakula ambacho mmepikiwa kwa siku hiyo. Nguo kama hamna, kama zipo
family life, maisha yanaenda. Lakini ushawahi kujiibaga hiyo kwa jirani, ukajiiba mwao ukaenda ukapigwa? Nishawahi kujiiba. Lazima nimeenda kupiga mchele, nimerudi. Sasa ushapiga mchele, umenawa vizuri, mdomo umenona, mikono. Kirudi nyumbani, mama akikuangalia na anaweza huyu kuna akikunusa mikono unanukia pilau. Huo ni ugomvi mwingine. Ngumi. Huo ni ugomvi mwingine kwa bimdashi wangu. Kwa hiyo alitulea katika mazingira hayo, lakini kadri muda ulivyokuwa unaenda nikawa ninaelewa mama anahitaji nini kutoka kwetu, na walikuwepo wanahakikisha yani kutry kwa nyakati zote, ili mradi watoto wao wapate kilicho bora, lakini kuna muda vinakosekana kabisa. Kwa hiyo na nyinyi wenyewe mnaelewa kwamba bwana, mama angekuepo nacho angetupikia hapo ubwabwa, mama angekuepo nacho angenunulia nguo. Mimi hapa kuna kipindi, kwa maana kulikopo na mdogo wangu, kuna mtoto wa dada yangu ambaye yani nimempita mwaka mmoja miwili, kwa kama mko ina maana ni kama tupo nafanana kidogo sawa hivi. Kwa hiyo wawili walipata nguo, mtoto wa dada yangu hakupata nguo. Kwa hiyo ikabidi zile nguo zifichwe, kwa sababu akiona yeye, kwa sababu asije akaonekana mmoja hana au hapo watatu wanazo. Kwa hiyo zikafichwa pale. Tumekuja kujua hilo baada ya sikukuu kupita, ndio mnatolewa, mnaambiwa huyu hapa naye zake zinakuja kesho. Lakini wakati wa sikukuu mkupata. Sikukuu hakuvaa mtu. Tumepiga tu mchele pale, tumeoga, tumevaa nguo zetu zile za zamani, kwa sababu nguo ya mtoto mmoja ambaye seti ambaye nini mjomba wangu haikuwepo. Kwa na yeye wote mngependeza bila yeye. Naye alijua kwamba yake haipo na sisi hapa zetu hazipo. Kwa hiyo zilivyopatikana 3 zote tukaambiwa nyinyi hapo 2 zenu hizi, huyu hapa ya kesho inakuja. Safi sana. Kuliko that time mngevaa nyinyi bila yeye. Tungevaa tungemdisappoint. Angesikia vibaya sana. Angesikia vibaya. Hivi ilikuwa kitokea saa let's say mmevaa ile moment ambayo umeleta nguo mpya. Tayari situation nyumbani iko vizuri, kuna bwabwa leo tunajua, kuna nguo mpya umeletewa pale Sajo. Tambo zile za utotoni. Tambo zilikuwa za aina gani tambo zako zile? Tambo za utotoni kwanza ni lazima kuna nguo zinaweza zikaletwa. Zinaweza zikaletwa labda za watoto, labda kama sikukuu labda unakuta ni tarehe 25 Christmas. Labda tarehe 22 hapa 21 nguo zinaweza zikanunuliwa. Pale unaweza kuona sasa hapa sikukuu ipo. Zikawekwa hapa zimekuja. Haya, mnaanza kupewa wewe yako hii, wewe yako hii. Lazima mtesti. Kama inakutosha muna testi viatu sijui hivi viatu hivi. Sasa kuna moment ambayo unaweza kuona mwenzio amenunuliwa nguo nzuri sana kulikoni ya kwako wewe. Tamaa hizo. Tamaa. Kwa hiyo kuna moment ambayo unaweza kuletewa nguo lakini pia usipende kwamba sasa mimi mbona hujanunulia kama ya yule. Mimi mbona viatu vyangu hizi kamba hamna kama za yule. Kwa hiyo hizo ni moment za utoto ambazo kipindi cha sikukuu watoto wengi sana wanazipitia. Kuringishia ile. Muda huo unakopo umeletewa kwa sababu ya Christmas. Muda huo mtoto mwingine anaweza akatamani kutoka nazo. Mama akakuzuia. Ukatoka tu pale unataka uzivae siku hiyo, si mpya, inabidi nikaonyeshe marafiki zangu. Ukishamaliza unaweza ukaziacha pia, ila ukitoka nje lazima uambie bwana France, mimi bwana mama bwana kashaninunulia nguo zangu. Mimi bwana mama jana kaniletea nguo. Mimi bwana fulani, mimi Christmas nitavaa nguo nzuri. Kwa hiyo ni moment za utoto hizo. Sajo, mimi nataka utushare na watu ambao wanakuangalia na tushare experience. Sasa ushavaa nguo zako za sikukuu pale, ushapaka mafuta yako yale yanang'aa vizuri sana. Cha kwanza tuambie mtoko ulikuwa ni wa wapi na ulikuwa wa aina gani kwa kipindi kile, lakini pia mtoko ulikuwa unahusisha marafiki wa aina gani na aina gani, na mlikuwa mkienda wapi? Mtoko wa kipindi nipo mdogo zaidi. Ushavaa zako nguo zako, ushapendeza, ushakula wali wa mama. Mtoko ulikuwepo mara nyingi. Mtoko kuna sehemu pale stendi ya Makoka ambapo kwa sasa hivi kuna ile flyover ambapo inadondokea hapa Landmark Hotel kwa pembeni hapa. Ukirudi nyuma kuna sehemu fulani walikokuwa ni jengo fulani la ice cream kubwa.
Kwa hiyo pale palikuwa ni panajaza sana watu, panajaza sana watoto hivi wengi. Kipindi kile barabara sio kubwa kama hiyo, kwa hiyo lile eneo lilikopo kubwa lina hold watoto kibao, ndio sehemu yenu. Kwa hiyo ni pale ni mnaenda pale, hata kama ni una 300 unaenda pale kushinda by saa 11 hivi, saa 10 mpaka saa 12 hivi kasoro saa 1 mnaodi zenu nyumbani, sikukuu imeisha. Na hiyo 300 sasa ulikuwa unatumia kwenye kufanya nini? Pale ni ukifika pale unaweza kukuta kuna watu pale wanauza ice cream, unaweza kula ice cream, unaweza kuna via ice cream fulani vilikopo vya kuchomeka na chelewa unaweza kugonga hivyo, yani ili mradi tu nawe pale ni uwepo, kama unashiriki na watoto wenzio, mnaonana, bwana huyu tu ninasoma naye, huyu ninaishi naye kule nyumbani, kwa hiyo mnacheza pale mpaka huo muda ukiisha, unaondoka, sikukuu imeisha. Na hapo wakati huo una furaha kwa sababu umevaa nguo mpya. Hapo lazima mtu uwe na nguo mpya, na kama hauna nguo mpya hapo hufiki. Sisi hapa kipindi hicho kama sina nguo mpya, ina maana sehemu hiyo siwezi kufika. Hutoki hata nyumbani. Kwa maana yani siwezi nikatoka mbali na nyumbani. Kwa maana sehemu ile watu wengi wanaoenda pale kama ni mtoto unamkuta nguo mpya. Kwa hiyo nisije nikaenda kule wenzangu nikawakuta wala nguo mpya. Mimi sina. Aya. Kwa hiyo inakubidi ucheze karibu na maeneo ya nyumbani. Giza likiingia, sikukuu imeisha, wasema alhamdulillah. Kesho tunaendelea na ratiba zingine. Ila ukiwa na nguo mpya unatumbukia. Ila ukiwa na nguo mpya, ukimwomba mama 200 300 akikupa, saa 10 ukishapiga pilau, saa 8 saa 7 ukikoga, saa 10 ukishapaka mafuta yako sio ya nazi sio ya kula. Kuna mti mmoja hivi sio utakuwa unajua. Kuna mti mmoja hivi ikifikaga msimu wa Christmas unakuwa unatoa maua mekundu hivi. Ndio huu unaitwa Mkrismasi. Ndio huu unaitwa Mkrismasi. Ndio huu Mkrismasi. Unajua vizuri? Ninaona tu sijui vizuri. Ulikuwa unakupa alert ya ukianza kuona na chanua chanua, ulikuwa unakupa alert yote kwamba tunakaribia kwenye Christmas. Kwa maana maduka mengi ile miti inakuepogi, kwa hiyo kuna viashiria fulani ambavyo ukiviona unaiona Christmas nini inakaribia. Okay. Kwa ule mti pia ni ishara ya hiyo siku. Okay. Mwaka mpya ulivyokuwa mtoto, ulikuwa ukiambiwa mwaka mpya, wewe ulikuwa unategemea upya gani? Yaani kwa wewe kwa kipindi kile ulikuwa ukijua leo kesho ni mwaka mpya. Ukisikia wazee wanasema kesho mwaka mpya, brothers wanasema, wewe ulikuwa unategemea upya gani? Leo ulikuwa unategemea kuona upya gani? Mara nyingi kwa maana kipindi hichi cha Christmas tunakopo shule watoto zimefungwa. Kwa hiyo mwaka mpya unavyoanza tulikuwa yani tunategemea ni vitu vingi vinavyonihusu mimi, yani viwe vipya vipi. Kwa hiyo hususan hata tunapoelekea kufungua shule kwa madarasa ya chini, kwa kipindi hicho mimi nipo, nilikuwa ninategemea kwamba nitanunuliwa kiatu kipya cha shule, uniform mpya ya shule, penseli mpya, madaftari mapya, begi jipya hivyo. Lakini unaweza shule mimi ikafunguliwa na vitu vile vile vya zamani ndio ukawepo navyo. Lakini saini ya mwaka mpya ile ilikuwa kama saini ya mwaka mpya. Unaomba mimi ni mwaka mpya huu, ninaanza darasa lingine jipya, lakini vitu visivipate. Lakini unaenda unaumia, mwisho wa siku nini unaelewa upo katika familia design gani, kwamba mama kama angeweza kununulia shati jipya angenunulia, kama angeweza kununulia kiatu kipya angenunulia. Kwa hiyo ngoja ni weke hivi, mimi naenda na shule hivi. Okay. Sasa hivi ushakuwa mtu mzima, ushakuwa baba, una familia, una watoto wako. Nipe experience ama nipe lesson karibia nyakati kama hizi. Unasumbuana nao kiasi gani nyakati kuanzia Christmas hapa? Yaani unapata maombi yao vipi? Baba nini? Ama baba za aina gani? Sasa vile ambavyo nilivyokuwa nikivipitia mimi kwa kipindi kile, na hususan mamangu labda alijaribu kwa nyakati zake, kuna vingi alivyonipatia, vichache alivyovikosa, nilikopo ninajaribu kumuelewa. Kwa hiyo kwa moment ya sasa hivi, sasa mimi ndio nimekuwa yule mzazi ambaye nilikuwa labda kuna muda ninamvika ubaya kwamba mama bwana hawezi kukosa mimi kununulia nguo mpya. Yaani hizi hela tu yani kutafuta mimi ununulie unashinda. Kwa hiyo nao mimi ndio baba. Kwa hiyo ninatakiwa ni supply hivyo vitu vyote kwa watoto wangu. Kwa hiyo na ninamshukuru Mwenyezi Mungu, ninajitahidi kuhakikisha kwamba wanangu kile nilichokipitia mimi wao wasikipitie, kwa maana sio kila mtu anapitia mazingira
sawa, ili mradi kuja kuwa mtu mzuri baadaye. Mwingine anaweza kupitia mazingira mazuri akaja kuwa mtu mzuri baadaye. Wengine wanaweza kukwambia kwamba usimpatie mtoto hicho, usimpatie mtoto hicho, usimpatie mtoto hicho. Oh, atakuwa sijui atakuwaje baadaye, atajilegeza, atajiboteka, atakuwa na akili. Wewe kama ulipitia kwenye mazingira magumu, sio kila mtu eti apitie mazingira magumu ili mradi eti aje eti afanikiwe. Kwa hiyo sihitaji kuwapitisha wanangu katika hiyo njia niliyopitia mimi na sitamani. Na inapofika kipindi cha sikukuu, lazima kuna bajeti fulani ninaitenga ambayo itawasaidia wao kama kula chakula kizuri siku ya sikukuu, nao wajifeel kama watoto wengine, kuvaa nguo mpya pia, kutoka kwenda sehemu, mafuta mengi mikononi, ubwabwa lazima uwepo nyumbani. Sasa mtu kama Lalson lazima niwaangalie katika jicho hilo, na pia hata katika familia yetu nilikuwepo, ninajaribu kumgusa yule mtoto yoyote ambaye yupo katika lile lika ambalo haelewi kitu kukosa. Kwa hiyo sihitaji nimweke katika mazingira ambayo mama au dada yangu kama ana mtoto mdogo wa design hiyo. Itabidi kipindi kama hichi kinapofika, inabidi niwaulize, bwana, kuna 1 2 3 sikukuu hii inaendaje? Mtoto hivi vipi? Mjomba anasemaje? Mjomba. Kwa hiyo kama kuna changamoto yoyote tunaweza kushirikiana ili mradi kuitatua, ili mradi yule mtoto asijifeel kama yupo peke yake au yani yupo mpweke siku hiyo. Kwa hiyo sipendi watoto wapitie katika mazingira hayo katika hizi sikukuu, kwa maana wanatunza sana kumbukumbu, na huu ndio muda wao kufurahi, kwa maana mashule yamefungwa, wapo majumbani. Sikukuu kama sikukuu, anaamini nitakula vizuri, nitavaa vizuri pia. Kwa hiyo lazima nihakikishe hicho. Safi sana. Watoto wako request za aina gani ambazo unazipata yaani ukiwa unakuletea request ya nguo mpya ama hii kipindi cha sikukuu, wewe unakuja kwa style gani kwenye request zao? Yaani wewe unajua sasa bajeti yangu lazima watavaa, watafanya hivi. Sasa request zao wao wanakujaje kwa style gani? Sasa kuna mtoto wangu mmoja wa kwanza ni anaitwa Lali. Lali kidogo sasa hivi ana miaka 3 na miezi 2. Kwa hiyo kidogo kashakuwa mkubwa kidogo. Na huyu ni tofauti na ule Lalson mdogo. Lalson bado mdogo. Lali unaweza ukampelekea nguo akakwambia baba, hii siitaki kabisa, anakwambia hii siitaki na haivai. Yaani ugomvi kuvalishana. Kwa hiyo ninajaribu kumuelewesha bwana, ukivai unapendeza. Kwa hiyo lazima ukae naye kwanza chini, unazungumza. Ukiona tu ameshagoma kuvaa shati hili, anakwambia hili sio zuri na lile ninataka hilo. Kwa hiyo unampa option kwamba hii ukivaa hii na hii inakuwa nzuri, si ndio? Ndio, haya vaa. Akivaa unamwambia haujapendeza. Ukimwambia hajapendeza, unamvua, unamvalisha ile ambayo wewe unahitaji avae, ambaye yeye alikataa. Unamsifia, anakuuza nimependeza, anakuambia hii ndio yenyewe, basi fresh. Kwa hiyo ni machaguzi pia yanakuwepo. Kuna nguo unaweza wewe mzazi ukaibeba ukatoka nayo ukaja nayo nyumbani, mtoto akaona hii mbaya. Kama mimi nilivyokuwa labda kipindi hicho kwamba tunaletewa nguo za watu watatu, unaiona huyu ndo nzuri, mbona aliyovaa huyu ndo nzuri, mbona viatu vyangu mimi havina kamba, vya pale vina kamba. Kwa hiyo machaguzi utotoni hapo. Kwa hiyo na mimi ninachukulia kama kitu cha kawaida tu kwa mtoto. Saju, wewe ukisikia mwaka mpya ama Christmas, huwa unahisi ina maana gani? Yaani Christmas na mwaka mpya. Tukianza na Christmas, ni mimi kama Mkristo na hesabu kama siku aliyozaliwa Yesu. Kwa hiyo ninaifikiria katika design ya kidini zaidi, na kipindi ambacho kama hichi tuna yaenzi, yani tunayafanya yale yote ambayo mazuri yote yale mazuri ambayo tunatakiwa kuyafanya. Lakini ukizungumzia kwa mwaka mpya, ni namba zinabadilika. Kwa hiyo ukizungumzia masuala mazima ya umri pia unabadilika, inabidi mambo mengine mapya yaje wewe kama wewe na vitu vyote unavyovifanya vinavyokuhusu wewe. Kwa hiyo ni maana kama hiyo.
Okay. Umegusia hapo kwenye mwaka mpya, tumalize. Watu wengi ukishafika like karibia lesa kama 7 December, watu wengi wanakuwa na mawazo ama kila mtu ana target yake. Ikifika mwaka mpya anataka nifanye hichi, ikifika mwaka mpya niwe hivi. Kwa nini watu wengi waga wanaweka hii target? Ikifika mwaka mpya niwe hapa, niwe hivi. Kwa nini yani sio papa kwenye niko mwezi wa 6, kwa nini nisifanye hivi na hivi? Ngoja ikifika mwaka mpya nitakuwa niko hivi. Mimi ninahisi ni kutokana na hizo namba kuchange, kwa maana wao wanahisi ni mwaka mwingine unafuata. Kwa hiyo vile ambavyo nimevifanya inabidi viongezeke viwe zaidi. Kwa hiyo ni targets za kila mtu ambazo anajiwekea yeye personal, ambavyo anahisi kwamba nikifanya hivi baadaye maisha yangu yanaweza kuwa mazuri, lakini sio lazima pia iwe mwaka mpya. Kwa maana unaweza ukajiwekea target ambayo hata bwana mwezi wa 8 mimi nastahili kwa sehemu fulani, mwezi wa 10 naweza kuwa sehemu fulani. Kwa hiyo ni maamuzi tu ya mtu, lakini wengi wao wanachagua mwaka mpya na wana set goals zao kabisa hapo. Sajo, ni shabiki wa muziki wa aina gani? Mimi ninasikiliza muziki michache sana, lakini ni muziki ambayo yani mingi ni ya zamani. Okay. Kama zamani bongo flavor ama zuku ama nini? Bongo flavor nikisikia ya zamani ninapenda hii sound kichwani mwangu. Okay. Kuna taarabu za zamani mimi nikizisikia pia zili na sound vile vile. Okay. Msanii gani ambao unamsikiliza sana? Wasanii ninamsikiliza sana Diamond Platinum, nyimbo zake nazisikia nyingi na ninazisikiliza pia. Unakuja kwa Harmonize ninamsikiliza pia. Mtu kama Mario ninamsikiliza, lakini mtu kama 20% pia ninamsikiliza. Unasikiliza sana. Safi sana. Kufua, kuosha vyombo, kupika, ni kitu gani hapo utaki hata kukisikia ama huwezi kukifanya? Hapo nafikiri ni kuosha vyombo. Sio vitu vyako. Hivyo sio vitu vyangu kabisa. Na utaki kabisa. Sitaki hata kusikia. Stare gani ambayo Sajo anatumia ama hatumii? Hivyo vyote mimi situmii. Hujao kukutana na mkumbo na hiyo? Mkumbo lazima unakutana nao, kwa maana tunajichanganya katika jamii nyingi tulizokuepo, na mimi ni mmoja wa anaishi katika hizo jamii ambazo sio jamii nzuri. Kama sehemu ninayokaa ni sehemu ambayo watoto wengi sana waliharibika na hivyo vitu, hususan Ubungo. Ni sehemu ambayo Kitintale pale ni sehemu ambayo yani wewe ukija na akili zako inabidi ubaki na akili zako hizo hizo, usifate mkumbo wa hiyo sehemu ambayo unayoishi. Kwa hiyo mimi hivyo vitu nimekutana navyo. Okay. Lakini nimeweza kupass kwa maana nilikuwepo, nina kitu ambacho ninakihitaji mimi ndicho ninachokifanya. Nisichokihitaji siwezi kukifanya hata mtu ukifanya vipi. Yani unishawishi kwa kiasi gani. Okay. Tumali ndoto ya Sajo mpaka sasa tulipofikia na mpaka sasa hivi Sajo alipofikia, ndoto yake ni nini? Yani ndoto yake iko vipi mbele ya vision? Ni mtu anatamani kuwa nani? Ni mtu ndoto yake kaiseti vipi mbele? Mimi always kila nikilala nikiamka sitamani kuwa pale nilipokuwa jana. Kwa hiyo kila nikilala leo nikiamka kesho sitamani pale nilipolala jana nilale tena. Okay. Kwa hiyo ni mtu mwenye target kubwa katika kazi yake, kwa maana mimi nguvu zangu zote zipo katika mpira. Okay. Kwa hiyo nina target kubwa kwenye mchezo huu na ninahitaji kufanya makubwa, na hususani msimu sasa hivi ndio unaanza. Una mechi 5 za ligi tumecheza na hizi mechi za CAF. Kwa hiyo ni kufanya kile ambacho nilikifanya season iliyopita nikifanye zaidi kwenye season hii. Kwa hiyo ninajiona mwenye mdeni kwenye hilo. Kile nilichokionyesha msimu uliopita natakiwa nikionyeshe zaidi kwenye msimu huu, na bado tupo na muda. Kama mtu anachukua jambo la kujifundisha atapata hapa kitu kizuri, kwa sababu umetoa kama elimu. Nadhani tumeongea vizuri sana. Asante sana kwa muda wako my brother Sajo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. Najua We wish you a Merry Christmas. Ningependa kuwatakia Watanzania wote heri ya Christmas na mwaka mpya. Tusherehekee, tuenjoy.
Asante sana kwa muda wako, asante sana kwa hiyo time nzuri ambayo ulikuwa umeitenga kwa sababu kufuatilia kipindi chako bora kabisa cha Azam FC TV. Shukran sana, we salute you. Naamini umepata shule, umepata darasa zuri, umepata kitu cha kujifunza, utakuwa umepata, sidhani kama utakuwa umetoka hivi hivi. So kama unafuatilia michezo, kama una ndoto za michezo, ulichokisikia kutoka kwa Lusajo unaweza kuchukua kimoja ukakiweka kwenye ile pengo lako ambalo unaweka ili uendelee na mambo yako, basi mimi naamini utakuwa umepata kitu kizuri, umechomoa, umeweka, na wewe kitakusaidia mbeleni kwenye safari yako. So shukran sana, mimi sina lingine wala sina la ziada, naweza kusema bye bye.